Mwanzoni mwa mwaka huu, wataalamu wa afya walishaeleza hapa nchini Tanzania kuwa kuna ongezeko kubwa sana la wagonjwa wa figo, aidha wagonjwa wanaofanyiwa dialysis. Na walieleza kuwa moja ya sababu kubwa inayopelekea kuongezeka wagonjwa hawa ni pamoja na matumizi holela ya dawa za kupunguza maumivu zinazofahamika kama pain killers. Sasa leo ningependa tuzungumzie kuna athari gani ambazo ni kubwa unazoweza kuzipata kwa sababu ya matumizi holela ya dawa za kutuliza maumivu. Namba moja, uharibifu wa tumbo, aidha gastric. Unapotumia dawa hizi kupita kiasi, hususan hizi dawa za NSAIDs ambazo tunazungumzia kama dawa kama ibuprofen, lakini na diclofenac, zinaweza zikapelekea maumivu ya tumbo, inaweza ikapelekea vidonda kwenye tumbo aidha ulcers, lakini wakati mwingine inaweza ikapelekea kuvuja kwa damu, hususan kama mtu anatumia kwa kiwango kikubwa bila ushauri. Lakini namba mbili, inaweza ikapelekea changamoto za figo. Mtu ambaye anatumia dawa kama hizi ibuprofen, lakini huyu mtu anatumia maji kidogo, aidha anatumia bila ushauri wa daktari, huyu mtu anaweza kapelekea changamoto kubwa sana ya uharibifu wa figo yake. Mwisho wa siku ndio hivyo, inaweza kapelekea mtu anaingia kwenye swala zima la dialysis, ambapo anatakiwa achuje damu, ambayo hiyo hali watu wengi sana hawawezi wakamudu gharama zake. Namba tatu, inaweza kapelekea changamoto kwenye ini. Matumizi ya dawa kama paracetamol unapotumia kupita kiasi inaweza kapelekea kuongezeka kwa sumu mwilini na kupelekea uharibifu mkubwa sana kwenye ini yako, hasa kwa watu ambao wanatumia hizi dawa kwa muda mrefu. Lakini kwa watu ambao wanatumia hizi dawa kama paracetamol pamoja na pombe, huyo mtu anakuwa hatarini sana kupata changamoto kama hizo. Namba 4, inaweza kupelekea changamoto kwenye moyo, ambapo hapa inaweza kupelekea changamoto za kiharusi, aidha stroke, inaweza kupelekea changamoto za heart attack, aidha shambulio la moyo, kwa sababu tu mtu ametumia kwa kiwango kikubwa, zinaingia kwenye damu kwa kiwango ambacho hakitakiwi. Mwisho wa siku inaenda inamwathiri mwenyewe na kuweza kupelekea wakati mwingine kupoteza maisha kabisa. Namba 5, hizi dawa zinaweza kupelekea kuficha ugonjwa. Kama manake hizi dawa umetumia kwa muda mrefu na ulikuwa na changamoto fulani, ulikuwa hujapima, inaweza kupelekea ile changamoto isionekane. Naenda kufanya mpima na kwambia changamoto haionekani, lakini wewe una maumivu. Kwa sababu gani? Inawezekana kwa sababu kutumia hizi dawa kwa muda mrefu. Ushauri: usitumie hizi dawa kiholela bila ushauri wa daktari. Hakikisha unapotaka kutumia dawa, tumia kwa ushauri wa daktari. Namba 2, hakikisha unatumia hizi dawa hasa kama changamoto yako inalazimika kutumia hizi dawa. Namba 3, usitumie hizi dawa pamoja na pombe. Kama wewe ni mtumiaji wa pombe, wakati ambao unatumia hizi dawa unatakiwa usichanganye na hizi dawa. Namba 4, kama changamoto yako ni ya siku 2 hadi 3, yani una maumivu siku 2, siku 3, bado unaendelea kutumia dawa, ni vyema ukakutana kwanza na daktari wako ukapata matibabu ambayo yatakuwa ni ya uhakika zaidi kuliko kutegemea hizo dawa. Hivyo basi, kama una changamoto yoyote ambayo inahusu hizi shida, basi unaweza kuwasiliana nami ukaweza kusaidiwa. Na vile vile tuna tiba maalum, aidha virutubisho ambavyo vinaenda kusafisha sumu mwilini pamoja na sumu za dawa ambazo ulikuwa unakunywa. Hivyo inaweza kukuepusha kupata hatari kama hizi. Kumbuka, afya yako ndio thamani yako. Bila afya huwezi kufanya chochote. Ijali sana afya yako. Nikutakia wakati mwema.